Ndugu zangu wote, anayeongea hapa ni Honorable Emmanuel Mwita, na ningependa kuongea na nyinyi hili swala kwa sababu watu wengi wanashinda kudanganyana hapa. Tukiangalia uongozi wa William Ruto, ameingia vitu gharama ikiwa juu sana. Lakini saa hizi tukiongea uongozi wa William Ruto, ni vitu ambavyo amejaribu sana kushusha gharama maisha. Na saa hizi kazi ya vijana, kazi mtaani, unaona mwenyewe ametangaza vijana watakiwa waanze kazi mtaani. Na mimi nataka kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa kupitia hii kazi mtaani, vijana wengi ambao wako idle watapata shughuli ya kufanya na kujishughulisha. Na hiyo ndo njia moja ya kusaidia vijana na kuempower vijana. Na mimi kitu naweza omba viongozi wetu, viongozi wao wepesi wa kusaidia vijana, kwa sababu vijana wengi wanaumia na wanapitia majaribu makubwa sana kwa sababu ya kukosa huduma ya karibu kutoka kwa viongozi wao. Kwa sababu Rais kwanza amepewa wajumbe wetu majukumu makubwa sana na amewapa nguvu kubwa sana. Hakuna vile kijana unaweza saidika kwa hii serikali kama sehemu kubwa sana kama mjumbe hajahusika kukusaidia. Kwa hivyo mimi nataka kuomba viongozi, wajumbe wote ambao mnasaidia rais kufanya kazi na ambao mlipewa dhamana na wananchi, muweze kuwa wangwana na muweze kushika watoto wa watu mkono, kwa sababu watoto wengi wanapitiaga majaribu mengi magumu sana kwa kukosa msaada. Unaweza pata hata kiongozi unamtafuta tu kwa kitu kidogo tu, hata uhitaji pesa yake tu aweze kuwa daraja yako upande, aweze kuwa daraja ya kijana apande, aweze shika simu yake akienda atamuongelesha madharau akibahatika kukutana naye. Kwa hivyo hiyo hatuwezi jenga taifa kwa njia hiyo. Mimi ile naweza nikaambia ndugu zangu viongozi, tujaribu kuwa watu uelewa na watu wa kushika vijana na watoto wetu wa taifa letu la Kenya ili waweze kusaidika. Tukisaidia taifa hili, tukisaidia vijana, tumesaidia taifa la Kenya. So mimi nataka kuambia na niwasihi, ili msaidia William Ruto kufanya kazi, ni lazima viongozi muweze kujitolea kwa roho moja kwa kushika vijana wa Kenya mkono kwa kuweza kusaidia taifa kusonga mbele. Lakini hatuwezi jificha na kuweza kufinyiria watoto wa watu kuwa hawezi saidia kwa taifa hili na tudanganye rais kwa tunamsaidia, ili rais aweze kusaidika na rais. Na saizi vile tunahitaji, sababu ni hitaji la kila mwana Kenya, kwanza ni hitaji, ni ombi letu kuwa William Ruto anaenda 2 term. Na ili William Ruto aende hii 2 term, ni lazima viongozi wote wajitolee kuweza kusaidia William Ruto kwa wananchi, kwa sababu wananchi wanamchukia William Ruto kwa sababu wako na viongozi ambao ni roho chafu. Unajua, mimi nawaambiaga kila siku, kama viongozi hamtaweza kujitokeza wazi na muweze kuwa msaada wa karibu kwa mwananchi, mnajiona sasa hivi mmeshafika mbinguni, mwananchi ako huku duniani. Wallahi, ifikapo 2027 tunaenda kutafutia William Ruto kura kama William Ruto. Kila mtu abebe msalaba wake, kwa sababu huu ni wakati wenu ambao mnataka msaidie watoto wa watu. Hamtakai kuona watoto wa watu wakisaidika. Kama hamtakuwa msaada wa watoto wa watu, ifikapo 2027 hatutabeba mzigo eti juu wewe ni mtu wa William Ruto, sijui wewe uko mrengo mmoja. Hatutaangalia mrengo. Sasa hivi kitu tunaangalia ni vile ambao tutafanya chini kuhakikisha William Samoei Ruto anarudi uongozini. Hao wengine kama nyinyi mmekataa, mmekuwa minyama mbaya sana, mmekuwa adui ya watoto wa watu, mtakufa na misalaba yenu. So huu ndio wakati wenu wa kukubali kuwa msaada kwa watoto wa watu. Kama hamtakubali kuwa msaada wa watoto wa watu, mimi nawaambia tu for free, hakika ifikapo 2027 wajumbe wa Kenya kwanza mtapigwa chini ila mjawahiona, na ndo italeta nidhamu kwa hii serikali, kwa sababu watu wengi wamejisahau. Unaweza kuwa unatafuta hata mjumbe wako ni kama unatafuta sijui unatafuta shetani kuzimu, hapatikani, haonekani, sijui unatafuta nini. Kwa hiyo so mimi nataka kuwaomba ndugu zangu na viongozi wetu wote ambao mnamuunga William Ruto mkono, kama kweli mnampenda William Ruto, kubali kuwa msaada wa Kenya kwa ground. Kama hamjakubali kuwa msaada wa William Ruto kwa ground, nyinyi hakuna kitu mnamsaidia William Ruto, ile nyinyi ndio mnafanya chini vile mnaweza muangusha William Ruto. Kwa hivyo kwa hayo machache, Mwenyezi Mungu awabariki.